zangu wananchi wa Morogoro, tumekuwa kwenye mkoa wenu leo ni siku ya pili, na tunawashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmetupokea. Leo asubuhi tulianzia mkutano sehemu inaitwa Mang'ura Mwaya. Baadaye tumefanya mkutano panaitwaje pale Ruaha. Baadaye tumefanya mkutano wa pili sehemu inaitwa Sanje. Baadaye Mwaya. Na huu ni mkutano wetu wa 4. Wakati mimi natokea huku bondeni, katibu mkuu wetu ametokea Kilosa. Sasa nyie mnajua CCM hawana uwezo kufanya mikutano miwili kwenye mkoa mmoja. Uongo kweli? Kwamba leo katibu mkuu awe hapa na makamu mwenyekiti awe kule, kwa sababu haitawezekana. Watu hao wanaowatoa Mang'ura ndio waje kusikiliza mjini hapa. Wale wanaowatoa Sanje na Kilosa ndio waje hapa. Uongo kweli? Sasa wakijigawa hivyo watahutubia vumbi. Nasema uongo? Lakini nyie mmekuja kwa mapenzi yenu, kwa mapenzi ya chama. Na sisi tumekuja kwenu kutoa message ya hope, message ya matumaini. Tuko kwenu kuzungumza kuhusu operation ya chama ambayo ilianza mwezi wa 3. Operation ya no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na tulipoanza mwezi wa 3 ndio operation iliyosababisha wakamkamata Mheshimiwa Tundu Lissu. Ndio operation iliyosababisha sasa baada ya kumweka Lissu ndani walitegemea tutakaa nyumbani tulie, tukaendelea kuwashambulia kama mchwa. Sasa wamefuta ruzuku kwa sababu ya operation hii, na wanatishia kufuta chama chetu kwa sababu ya operation ya no reforms. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi? Na uchaguzi una mahusiano gani na maisha yako wewe mwananchi wa kawaida wa Morogoro? Maisha ya kwako yanaguswa vipi na viongozi walioko madarakani? Tutaeleza. Nchi hii ukifungulia redio, ukifungulia TV, unaweza ukafikiri tuko New York, Marekani, au Washington DC, au London, Uingereza. Kwa sababu unaenda sehemu mabango yamebandikwa, mama hatukudai. Uongo kweli? Mama hauna deni. Siku hizi hata kikohozi, mtu akiko, tunakushukuru mama kwa kikohozi. Mvua ikinyesha, mvua ya mama. Nasema uongo? Mvua ya mama, sio? Sasa nchi hii propaganda ni nyingi. Nchi inaendeshwa kwa uongo na propaganda. Chombo cha habari, vyombo vya habari, wajibu wa vyombo vya habari ni kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha. Vyombo vyetu vya habari vimeweka pembeni maudhui ya kuelimisha watu, vinajaza matope kwenye vichwa vya watu. Vimeweka kando habari za kuhabarisha, kwa sababu leo ukiangalia ziara yetu huwezi kuikuta kwenye chombo cha habari cha serikali ambacho wote tunalipia kodi. Vimeweka pembeni hoja ya kuhabarisha. Wanafanya kidogo burudani na kuelimisha na kupampu uongo kwenye vichwa vya watu. Sasa sisi tuna wajibu wa kuelimisha wananchi, na tutakutana nao kijiji kwa kijiji. Na sasa hivi teknolojia imeenda mbele. Wakina Mwalimu Nyerere walizungumza wakati ule magazeti yakiwa ya wakoloni, lakini habari iliwafikia wananchi. Leo zama za digitali hizi tutawafikia. Ndio maana tuko kwenu. Tunakuja kuzungumza kuhusu uchaguzi.
Uchaguzi una mahusiano gani na maisha? Nchi hii kwa sababu ya propaganda ni rahisi ukamwambia mwanaume kwamba unajua wewe ni mwanamke, akakimbia kwenda kujichungulia chooni kama yeye ni mwanamke au mwanaume. Uongo kweli? Na wakati anajua yeye ni mwanaume. Sasa nchi ina matatizo hii. Tusiposema vizuri na mkatuelewa, ni rahisi CCM wakaja hapo akamwambia unajua wale walikuwa wanazungumza tu kuhusu uchaguzi. Hawazungumzi kuhusu maisha yenu. Wanazungumza kuhusu vyeo vyao. Na sasa hivi wana kikaragosi wamekiunda na chenyewe kinatushambulia. Sasa ni vizuri tukaweka vizuri mambo haya ili muelewe uchaguzi ni nini. Kwa nini mwananchi unapaswa kuwa tayari kupigania uchaguzi, hata kuondoka duniani ukipigania uchaguzi? Kwa nini? Kwa sababu duniani hapa tuishi milele. Mungu ametuweka hapa tuishi vizuri, tufurahie maisha kwa muda aliotuwekea, alafu tuondoke. Uongo kweli? Kwa nini uchaguzi unapaswa kuupigania kama vile mtu akiiba kuku wako utakavyopigana, au mtu akiiba pesa yako utakavyopigana? Katiba yetu ibara ya 8 japo mbovu, nitawasomea. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayopata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo hiyo serikali ambayo mnaiunda kwa mamlaka yenu, lengo lake kuu itakuwa ni ustawi wa wananchi, ni ustawi wenu. Kama haifati hilo lengo, haipaswi kuwepo. Si serikali itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 9, lengo kuu la serikali, lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake, na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vitawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinaelekezwa zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine. Sehemu I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Katiba hii inasema serikali inapaswa kutokana na wananchi. Msingi wa uwepo wa serikali ni wewe. Maana yake nini? Maana yake kwamba sisi ndio tunaogawa mamlaka yetu, our sovereignty tunaweka kwa mtu mmoja. Badala ya sisi wote tuwe marais, hakutakuwa na order, hakutakuwa na mtu mwingine wa kumwagiza mwingine. Kwa tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu, tunachukua mamlaka yetu tunakaimisha kwa mtu kwa muda. Badala ya sisi wote kuwa wabunge, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akawe mbunge, akaseme mambo yetu, sio ya kwake na mke wake. Akiwa bungeni
anapofanya kazi 3 za mbunge ana kazi 3 tu. Moja, kutunga sheria. Kwa hiyo anapokwenda bungeni tunampeleka atunge sheria nzuri kwa ajili yetu, kwa sababu ndugu zangu, zipo sheria mbaya na zipo sheria nzuri. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Waarabu walikuwa wananunua binadamu kama bidhaa, na binadamu anayekataa kuuzwa amevunja sheria. Ilikuwa ni sheria hiyo, ilikuwa sheria mbaya au nzuri? Kwa hiyo kazi ya mbunge anapoenda bungeni as a taxpayer representative, kama mwakilishi wa mlipa kodi, namba 1, kutunga sheria. 2, kuisimamia serikali. 3, kuiwajibisha serikali. Kuisimamia serikali katika lipi? Katika kuhakikisha kodi ya mlipa kodi, kodi yako, pesa yako inatumiwa vizuri kwa malengo tuliyokubaliana. Kwa hiyo badala ya nyie Morogoro, Tarime, Mwanza, Kilombero, Ifakara wote twende bungeni, hakuna ukumbi wa kutosha sisi wote kukaa. Tunateua mtu mmoja atoke Morogoro, mmoja atoke Tarime, mwingine atoke Ubungo, wote tukasimamie maslahi ya wananchi kwa mujibu wa katiba hii.